Jina la Bwana Yesu Kristo lipate sifa na litukuzwe. Ibada leo iko kwenye kitabu cha Mwanzo 6 mpaka 7. Ni hadithi fupi kuhusu Noa na mvua ya gharika. Hii hadithi ya Noa na mvua ya gharika ni message nyingine tu simple yenye ukipata ufunuo wake utaielewa. Hiyo maandiko tu inamaanisha kwamba Noa alikuwa ni mchungaji. Alikuwa tu anahubiri injili. Noa tu alikuwa ni mhubiri wa injili. Hiyo ni hadithi ya Noa na gharika. Hakuna maana nyingine, ni Noa alikuwa anahubiri tu injili. Sasa hilo ndio andiko tungependa tuangalie. Ukitaka kujua kwamba Noa alikuwa anahubiri injili, kitabu cha Petero 2 Peter 2 verse number 5. 2 Peter 2 verse number 5. Biblia inasema, if he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Kwa hivyo hadithi ya Noa pamoja na gharika inamaanisha tu ya kwamba Noa alikuwa ni mhubiri. Ningependa tuangalie hiyo hadithi. Mwanzo 6 verse number 1. Biblia inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaoa au binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri. Waliwaona au binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa hivyo tunaona kwa sababu ya maovu miaka ya mwanadamu ikapunguzwa ikakuwa 120. Haya, nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Haya, hizo verse number 9 hizo tutasoma, tutaruka. Haya, number 14. Anaambia Nuhu, ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Tunaendelea, tutafika 17. Natazama, nitaleta, anaambia Nuhu, natazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Tuendelee, turuke mpaka 19. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, wawili wa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke. Katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake, wawili wa kila namna watakuja kwako ili uwahifadhi. Turuke tuende mpaka namba 7:1. Genesis 7:1. Biblia inasema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Verse number 4. Tuende turuke mpaka 4. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyoamuru, naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi.
Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake zake pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika verse number 8, na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege navyo vyote vitambavyo juu ya nchi. Kwa hivyo Biblia inasema Nuhu aliingia na wanyama wasio safi na walio safi kwa hiyo safina yake. Turuke mpaka 16. Na walioingia waliingia mume na mke na kila kitu chenye mwili, kama vile alivyoamuru Mungu. Bwana akamfungia. Kwa hivyo yule mtu ambaye alifunga lile safina ni Bwana, sio Nuhu. Ni Bwana ndiye alifunga. Sasa mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha. Gharika ikakuwa, mafuriko ikakuwa, watu wakakufa, na mwishowe baada ya siku 40 lile safina likatua kwa mlima wa Ararat, Mount Ararat. Na Nuhu akatoa pigeon waende waangalie kama kuko sawa, na baadaye wakaondoka. Sasa hiyo story iko namna hivyo. Sasa hapa mambo ni wawili. Kwa lile safina kuliingia Nuhu na watu 7 na wanyama. Sasa Biblia ikisema na wanyama, usione ni kama ni watu wa kawaida. Wanyama ambao wanasisitizwa hapa hivi, hawa ni watu. Ni mimi na wewe, hao ndio hawa wanyama. Kitabu cha Mithali chapter number 30. Mithali chapter number 30 verse number 1. Tuone hawa wanyama. Mithali 30 verse number 1. Mithali 30 verse number 1. Maneno ya Aguri bini yake, mausia mtu huyu aliyomwambia Itieli, naam Itieli na ukali. Verse number 2. Hakika nimekuwa kama mnyama, wala si mtu, wala sina ufahamu wa mwanadamu, wala si kujifunza hekima, wala sina maarifa ya kumjua mtakatifu. Kwa hivyo mtu ambaye ana ufahamu wa mwanadamu, huyo anaitwa mnyama. Mtu ambaye hajajifunza hekima, huyo ni mnyama. Mtu ambaye ana maarifa ya kumjua mtakatifu ambaye ni Kristo, huyo mtu anaitwa mnyama kwa Biblia. Biblia nasema si kujifunza hekima, Kristo ndiye hekima. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:24. Wakorintho wa kwanza 1:24. Biblia inasema bali kwa wao waitwao Wayahudi na kwa Yunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa hivyo yeye ndiye hekima ya Mungu. Na kitabu cha Mithali 30 verse number 2 anasema hakujifunza hekima. Kwa hivyo wanyama ni watu ambayo hawajajifunza hekima, hawana ufahamu wa mwanadamu, hawana busara ya kumjua Kristo ambaye ni mtakatifu wa Mungu. Hao wanaitwa mnyama. Na unaambiwa katika lile safina Nuhu aliingia na watu 7 pamoja na wanyama. Sasa hii Biblia inasema in short, Nuhu alienda kuhubiri. Na kwenda kuhubiri alihubiria watu ambao ni Waisraeli, wale ambao walipotea kwanza. Na wakati ambapo watu walikataa kusikiliza neno, ndio akageukia wale watu ambao ni wanyama, yani watu wa mataifa. Na wakati alipohubiria walikubali hiyo ujumbe na wakaokoka. Ndio muona waliingia na Noa kule kwenye safina. Ukitaka kujua message neno namna hiyo, twende kitabu cha Mathayo 22 verse number 1. Mathayo 22 verse number 1. Tuanzie verse number 2. Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kukuja. Verse number 4. Akatuma tena watu wengine akisema,
waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari. Njooni harusini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwenye biashara yake, na waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakatenda jeuri na kuwaua. Sasa hiyo ni Biblia. Biblia inasema kwamba mfalme alikuwa anafanyia mwanawe harusi. Mfalme Mungu, mwanawe Kristo harusi. Walioalikwa ni watu. Kwa hivyo akatuma watumishi wake waende waite watu. Wakati walienda kuita watu, verse number 3 nasema wakakataa kukuja. Akawatuma watumwa wake waite walioalikwa kuja harusini. Nao wakakataa kukuja. Walitumwa wakakataa. Mfalme akatuma tena wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazama nimeandaa karamu yangu, ng'ombe na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari. Njooni harusini. Verse number 5 nasema lakini hawakujali. Wakaenda zao, moja shambani kwake, moja kwenye biashara. Yaani hawakujali. Bado wakaitwa hawakujali. Sasa hao ambao hawakujali na wakakataa, hao ndio hao Waisraeli. Hao tu ndio hao Waisraeli ambao waliitwa na hawakujali. Ndio Yesu anatukumbusha. Kitabu cha Luka 17 verse number 26. Kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Verse number 28. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku zake Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto wa kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni the trend. Wakati ambapo Nuhu alienda kuhubiri, walikataa, hawakujali. Wengine Biblia inasema wakaenda kwa mashamba yao, wengine wakaenda biashara zao. Kwa hivyo wakawachana na Noa, hawakujali. Ndio unaona pale Biblia inasema wakati Nuhu pamoja na wale wanyama waliingia kwa safina, Bwana mwenyewe ndio alifunga hiyo mlango. Bwana alifunga mlango wa safina. Bwana mwenyewe ndiye alifunga mlango wa safina. Kitabu cha Luka 13 verse number 24. Biblia inasema, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango, mkisema, Bwana, tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokapo. Ndipo ataanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Sasa hiyo ni maandiko. Bwana ndiye aliyefunga mlango wa safina, Nuhu akiwa ndani yake pamoja na wanyama na wale watu wengine 7. Bwana ndiye alifunga mlango. Sasa Biblia inasema ya kwamba wakati Bwana alifunga mlango na gharika ikakuja, watu walikuwa wanabisha, walisimama nje ya mlango, wanabisha, na watu tufungulie. Walikuwa wanabisha, tufungulie. Ndio nasikia hapa Biblia inasema, akajibu, siwajui mtokapo, Bwana tufungulie. Yeye atajibu inakuambia, siwajui mtokapo. Watasema, tulikula na kunywa mbele zako, nao ulifundisha katika njia zetu. Kwa maana hivyo ndio pia ilikuwa wakati wa Noa. Wakati Noa alikuwa anafunza, hawa watu walikuwa wanakula na kunywa. Ndio muona pale Biblia inasema kwamba wakakataa kukuja. Waliitwa wakakataa kukuja. Wengine wakaenda biashara zao, wengine wakaenda mashamba yao. Yaani walikataa. Sio Noa alikuwa anahubiri tu, anapiga makelele, na wakakataa.
Sasa wakati ambapo mvua ilianza kunyesha na Noa ako ndani ya safina pamoja na wanyama na wale watu 7, hao watu walikuja kubisha, tufungulie. Kumbe ni Bwana alikuwa amefunga mlango wa safina, na hao watu waliangamia wote. Kwa maana hakuna venye Noa angeweza kufungua hiyo mlango, hakuna venye anaweza kufungua. Bwana akifunga, hakuna mtu anaweza kufungua. Bwana akifunga mlango, hakuna mtu anaweza kufungua hiyo mlango. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana chapter 3 verse number 7. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiye anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenye kufungua wala pana afungaye, naye afunga wala hakuna afunguaye. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo, yeye ndiye ako na kifunguo. Yeye ndiye ako na kifunguo. Kwa hivyo yeye akifunga, wa kufungua hakuna. Yeye ndiye alifunga mlango wa safina. Kwa hivyo hata Noa angeweza kufungua. Kuna mwenye angeweza kufungua ili asaidie wale ambao walikuwa nje wanazama na maji. Hakuna. Kwa hivyo wale watu walizama wote. So ili ujue ya kwamba hii message kwanza ilibidi iende wale wa Israeli ambao walipotea. Soma kitabu cha Matthew. Matthew ni kitabu cha Mathayo chapter number 15. Tuanzie verse number 21. Matthew 15 tuanzie verse number 21. Mathayo 15 tuanzie 21. Biblia inasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwacha aende zake, kwa maana na pia kelele nyuma yetu. Verse number 24. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwa chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Kwa hivyo unaona hawa watu wanaitwa umbwa, kwa maana hawa si nyumba ya Israeli, ni watu wa mataifa, ni wanyama, wanaitwa umbwa. Na Yesu anasema yeye hakutumwa kwa hao maumbwa, yeye alitumwa kwa waliopotea wa nyumba ya Israeli, ndiye alete message kwao. Verse number 27. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata umbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Kwa hivyo ijapokuwa watu ni umbwa, ijapokuwa watu ni wanyama, ijapokuwa Yesu hakutumwa kwao, lakini imani yao ilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa ni kubwa. Walipomtambua Yesu walimwamini ya kwamba anaweza kawasaidia, anaweza kawaokoa. Ndio mwana umama akatambua Yesu Kristo. Hata Yesu anajaribu kutetea, anasema mimi sikutumwa kwenu nyinyi umbwa. Mimi nimetumwa kwa watu waliopotea wa nyumba ya Israeli. Lakini imani ya ile mama ikafanya Yesu akawaokoa. Kwa hivyo tujuange ya kwamba Yesu kwanza alikuja kwa nyumba ya Israeli. Na kadhalika naye Noa, ile injili ilianza na nyumba ya Israeli waliopotea. Sasa wakati wale nyumba ya Israeli waliopotea walikataa hiyo message, ndio umeona kwamba anageukia mataifa, kageukia wanyama, kwa ubiria wa wanyama. Sasa wakati wanyama walikubali hiyo message, umeona kwa safina hao wanyama waliingia pamoja na Nuhu na watu 7. Watu 7 ndio wale Waisraeli waliopotea ambao walikubali hiyo message. Yaani ni nyumba ya Noa peke yake. Hiyo ni nyumba ya Noa peke yake ndio kwa hao watu 7. Halikadhalika wakati Yesu Kristo anatuma watumishi wake,
Kitabu cha Mathayo 10 verse number 5. Matthew 10 verse number 5. Hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Yaani huko kwa maumbwa msiende, huko kwa wanyama msiende. Hao ndio watu msiende. Wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wakati Yesu anatuma wanafunzi wake, anawaambia afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda huko, hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Kwa hivyo na Yesu wakati anatuma thenashara wake, wanafunzi wake, anawaambia njia mataifa msiende. Huko kwa Wasamaria msiende, huko kwa wanyama msiende, kwa mataifa msiende. Afadhali shikeni njia na muwaende kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo unaona hata wakati Yesu alikuja, yeye pia alienda kuhubiria, alianza na nyumba ya Israeli waliopotea. Wanafunzi wake pia akatuma waanze na nyumba ya Israeli waliopotea. Lakini sasa shida ni hao hawakujali nyumba ya Israeli waliopotea, hawakujali. Walienda biashara zao. Wengine wakaenda mashamba, wengine walikuwa nakula na wanakunywa, wengine walikamata wanafunzi wake na kuwaua, hawakujali. Sasa ilibidi sasa wageukia maumbwa sasa. Sasa injili geukia maumbwa, wanyama sasa. Maana wale ambao walitumwa kwao wamekataa injili, wamekataa message. Sasa unasikia Paulo anasema kitabu cha Matendo ya Mitume 13 verse number 46. Matendo ya Mitume 13:46. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwanza. Ilinenwe kwenu kwanza. Hiyo ni kwa Waisraeli waliopotea, nyumba ya Israeli waliopotea. Lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujina nafsi zenu kuwa mmestahili uzima kwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni tuwageukia mataifa. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima neno la Mungu kwanza linenwe kwa nyumba ya Israeli waliopotea. Lakini kwa sababu walisukumia mbali, wakajina nafsi zao kwamba hawastahili uzima wa milele, sasa inabidi wageukie mataifa. Sasa hapo ndo neno la Mungu sasa likaanza kugeukia watu wa mataifa, wale ambao wanaitwa umbwa. Sasa ndo wakaenda wakahubiriwa hiyo neno. Wakaenda wakahubiriwa hiyo neno. Kwa maana wakati neno liliingia kwa nyumba la Israeli, walisukumia mbali, wakaanza kutoa excuses. Wengine wakaenda kwa mashamba zao, wengine wanakula na wanakunywa, wanaoa na wanaoleka. Wakaendelea shughuli za dunia, ile message wakapuuza, wakakataa kabisa. Sasa ndio wakageukia watu wa mataifa. Ndio maana Noa aligeukia watu wa mataifa. Wakati alihubiria watu wa mataifa walikubali hiyo ujumbe. Na wakati walikubali ujumbe, waliokoka. Na wakati waliokoka, mliona kama wanaingia kwenye safina. Sasa wale wanyama mjua walikuwa ni watu wa mataifa. Sasa hiyo ndio message. Wakati wa Israeli, nyumba ya Israeli walikataa the message, waligeukia watu wa mataifa. I hope mumebarikiwa na lilo neno kidogo